Kamati ya ulinzi na usalama ikiongozwa na mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya imefanya operation ya kuwakamata wafanya biashara walioingiza bidhaa za chakula aina ya mchele uliopitwa na muda wake wa matumizi kwa mwanadamu. Akizungumza katika operation hiyo, mkuu wa wilaya Dr. Saidi Haji Mrisho amesema kamati ya ulinzi itaendelea kufanya doria ili kuwabaini na kuwakamata watakaokwenda kinyume na sheria za uingizaji wa chakula hapa Zanzibar. Kwanza niwapongeze jeshi la polisi, niwapongeze askari doria na askari shehia ambao waliona hii hali na kuripoti baada ya kuwa na wasiwasi, na haya ni mafunzo ambayo wanapewa na kamati na vyombo vya usalama vya wilaya. Kwa maana hiyo, baada ya kutoa taarifa imefanywa kazi haraka sana na tumekamata mzigo na tumewakamata wahusika, na wao sasa ndo wametutajia makala yao mengine ambao tumeyakuta mpaka hapa Magharibi B na maeneo mengine. Hii tumekamata na tutaendelea kufuatilia mpaka tuone vipi imeingia na wapi ipo na kwa extent gani hili tatizo lipo katika wilaya zetu, nchi yetu kwa ujumla. Nakushukuruni sana. Akieleza kuhusu usalama wa chakula hicho kilichokamatwa, kaimu mkurugenzi idara ya udhibiti usalama wa chakula ZFDA Amina Ramadhan anaeleza. Tumepokea taarifa ya uwepo wa mchele katika ghala na tumelifuatilia kwa ukaribu na tumegundua kwamba kiujumla bidhaa haikufuata taratibu zote zinazotakiwa kufuatwa katika ofisi ya ZFDA, kuanzia uingizaji, uhifadhi na hata uuzaji na usambazaji wa bidhaa. Chakula kilichoharibika kina madhara mengi kiafya. Inaweza ikasababishia maradhi yatokanayo na chakula kisicho salama, ikiwemo kuumwa na matumbo, kuharisha na sababu nyingine. Lakini pia kuna madhara mengine ni ya muda mrefu, kwa mfano kama kansa na madhara mengine. Wakijieleza mbele ya viongozi hao wafanya biashara waliokamatwa, wanasema originality ya huu mchele ni India kama kiporo kilivyoandika. Nilikuwa sifahamu kama mchele umeshaharibika kwa sababu mimi nilipokea mchele ukiwa mzima, lakini niliuweka kusudi niweze kupandisha bei. Upande bei ndio niingize sokoni. Sasa katika process za kuweka katika hicho kipindi kuja kuingiza sokoni ndio nikaanza kupata malalamiko kwa wale wachache waliokubali kuchukua kwamba kuna 1, 2, 3. Kwa hiyo tunakaa tunazikusanya zile poro tunazirudisha. Hiyo najua kwa mujibu wa sheria Tanzania bidhaa lazima ipigwe ili inamlinda mlaji hata mwenyewe anaponunua. Sasa tulipoje kuona kitu tayari kishatufikia sisi, hatuchukua hatua. Hapa tukaona kama hatujachukua sababu tuliona certificate zetu tunazo za dokumenti zile kama expire ipo. Sisi tukaona kwamba wenda ikatulinda, lakini ndio haikutulinda kwa sababu kitu wenyewe kimekuja ambacho si sahihi. Kutokana na ukubwa wa kadhia hiyo, mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Muhammad Ali Abdallah amewaagiza watendaji kutoka wakala wa chakula, dawa na vipodozi kuwachukulia hatua za kisheria wafanya biashara hao waliokiuka taratibu za uingizaji wa chakula hapa Zanzibar. ZFDA, kutokana na hali ya mchele ulivyo, mna wajibu wa kuweza kufanyia uchunguzi wa kina na mtakachokigundua muweze kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria ilivyoelekeza. Lakini sio mchukue hatua kwa hichi chakula tu, lakini hata ule mnyororo mzima, kwa sababu mnyororo ni mkubwa. Kwa hivyo tutataka kuhakikisha kwamba hii ni hali iliyokuwa sio nzuri. Iwapo kwamba wananchi wataendelea kulishwa chakula cha aina kama hii na wafanyabiashara ambao wenye kujali zaidi faida zao kuliko kujali utu wa watu na afya za watu, ni hatari katika nchi yetu. Afya ni jambo muhimu katika maisha ya mwanadamu. Hivyo ni wajibu wa wafanyabiashara kuzingatia sheria, kanuni na viwango vya ubora wa bidhaa wanazoingiza nchini ili kulinda afya na usalama wa walaji. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.